Na hapa patakuwa na miradi ambayo itajumuisha ujenzi wa hili soko, ujenzi wa barabara, ujenzi wa jengo ambalo linajengwa pale mjini, lakini kutakuwa na ujenzi pia wa mfereji ambao utaleta tija ya kiuchumi ndani ya manispaa hii ya Singida. Kwanza nitumie fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini tunampongeza rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama? Miradi hii imeanza kuimbwa zaidi ya miaka 6 iliyopita, lakini katika kipindi chake ndio fedha zimeanza kushushwa. Naomba tupige makofi mengi serikali, lakini kwa kiongozi wetu mkuu wa nchi. Na hapa Singida wamekuwa ni mfano wa kuigwa. Hapa wote waandishi wa habari mnaona kwamba mradi umeanza utekelezaji, na hapa linajengwa soko. Tumeonyeshwa pale kwenye mchoro namna gani soko litakuwa la kisasa. Moja, litabadilisha mandhari ya manispaa ya Singida, lakini litakuza uchumi wa wananchi wa Singida na wakulima wa vitunguu. Lakini hapa itakuwa ni kitovu cha uchumi katika ukanda huu, kwa sababu mpaka wilaya jirani watakuwa wanaleta vitunguu hapa. Lakini ajira ambazo zitatengenezwa hapa ni zaidi ya 4,000 kwa wakati mmoja. Sasa hili jambo sio jambo dogo. Kwa hiyo mwenye macho haambiwi nini, na mwenye masikio haambiwi sikia. Tunakipongeza Chama cha Mapinduzi kwa sababu mradi huu, hii miradi ipo katika pia utekelezaji wa ilani. Lakini nawapongeza sana uongozi wa mkoa wa Singida, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na kupongeza Mheshimiwa DC ndugu yangu Gondwe, lakini mkurugenzi ambaye anasimamia pia mradi huu ndugu yetu Joan Faith Kataraia, ambaye yeye na wataalamu wengine wanashirikiana katika usimamizi huu. Mheshimiwa RC, hapa chama kinatoa pongezi. Kazi ni nzuri, kazi inaonekana, na kazi ni ya viwango, kwa sababu ukiangalia hata hii foundation kwa macho tu unaona kwamba hapa thamani ya fedha inalingana na kile ambacho kimewekwa hapa. Sasa nitoe wito wangu kwa wakandarasi, tuzingatie ubora kadri tunavyozidi kwenda. Mradi ukamilike kwa muda uliopangwa, tupunguze extension. Ni imani yangu fedha zitakuja kwa wakati, lakini hatutarajii watu wa nje mbali waje wafanye kazi hapa, na Singida wako vijana wa kufanya hii kazi. Ni jambo la muhimu sana la kulizingatia. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa RC, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa mkurugenzi, Mungu azidi kuwabariki. Tuzidi kuitenda kazi hii. Chama kimefurahia utekelezaji wa mradi huu, na mimi ninaamini wapo wengine wanapaswa kuja kujifunza hapa namna gani miradi inatekelezwa. Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru. Mwenyekiti wa chama amekupa pongezi ukiwa mstahiki meya pamoja na mkuu wa mkoa. Mkoa, niombe meya mpya, mstahiki meya mpya, mazuri haya uyaendeleze. Halmashauri isiwe sehemu ya migogoro. Halmashauri ikawe chachu ya fikra chanya za kuleta maendeleo katika manispaa. Chama kitapenda kuona mnashirikiana, mnapendana, mnasaidia wananchi, ili wananchi waone umuhimu wa kuchagua viongozi wanaotokana na Chama cha Mapinduzi. Hivyo baada ya kusema maneno hayo, kwenu wananchi mlioko hapa, tulinde miundombinu ambayo inatekelezwa hapa, lakini tutunze vifaa ambavyo vitakuwa vinahifadhiwa katika maeneo hii, kwa sababu miradi hii ni mali ya wananchi ambao ndio nyinyi mlioko hapa. Wananchi oye! Wananchi oye! Lakini la mwisho, mkandarasi hatutamani kuona mfanyakazi wa hapa anadai. Hilo ni jambo la kulizingatia sana. Hawa vijana wanaofanya kazi hapa, hatutaki kusikia manunguniko ya aina yoyote. Tukisikia manunguniko, chama tutaelekeza serikali hatua zichukuliwe. Na lakini mkumbuke, mnapowasimamia wenzenu ni wanadamu, wana familia, wanahitaji huruma kama nyinyi ambavyo mnahitaji huruma. Mnavyovipata ninyi na wao wanavitaka. Kwa hiyo naomba msimamie maslahi yao, walipe kwa wakati, lakini mwalipe vizuri kadri mwongozo unavyotaka. Wafanyakazi mpo, sisi tunawapongeza kwa kazi nzuri, na tunawaombea kwa Mungu na kuatia moyo kwamba kazi hii nzuri izidi kuendelea, ili wananchi wa Singida waweze kufurahia matunda ya serikali yao ya Chama cha Mapinduzi. Mwisho kabisa, tulinde amani ndani ya nchi yetu, ndani ya manispaa na ndani ya mkoa huu. Amani ndio msingi wa maendeleo. Mungu awabariki na asanteni sana.